Kwa majina naitwa Helen Philip, ni kamishna wa ardhi msaidizi, utawala wa ardhi, Wizara ya Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi. Tukiwa tunaelekea kwenye kilele cha siku ya wanawake duniani, ambapo kauli mbiu yetu tunasema tuimarishe haki na usawa wa uwekezaji katika sekta ya ardhi. Kama wizara tumefanya mambo mbalimbali ambayo yamekuwa ni mazingira wezeshi ya kusaidia wanawake kuwekeza katika ardhi. Tukianza na haki kwa wanawake kumiliki ardhi, imeanza katika sera yetu ya ardhi ambapo inasema itaimarisha usawa wa upatikanaji wa ardhi kwa jamii yote, kwa maana ni wanawake na wanaume wote watakuwa sawa katika upatikanaji wa ardhi umewekwa. Lakini pia tumeenda mbele zaidi kwenye sheria yetu ya ardhi ambayo tumeweka kwamba kutakuwa na haki ya kila mtu ikiwa ni mwanamke na wanaume kupata ardhi. Haki hiyo itakuwa ni sawa. Mazingira hayo yamesaidia wanawake wengi kuweza kupata ardhi na kwenda kuitumia katika uwekezaji. Kadhalika, ili kuweza kulinda pia kutokana na mila ambazo ni potofu, sheria yetu imeenda kusema kabisa zile mila na desturi ambazo zinaondoa usawa wa upatikanaji wa ardhi kwa wanawake au hata watoto au walemavu, mila hizo zitakuwa ni batili katika sekta ya ardhi, kwa maana kwamba tutahakikisha kwamba haki ya ardhi inapatikana kwa watu wote ikiwa ni sawa. Kadhalika, kuweza kulinda mali, sheria imeenda kuweka ulinzi kwenye mali zile za pamoja, kwa maana ya aidha mke na mume au wanaomiliki kwa pamoja, awe mwanamke, kwa maana ya kwamba katika kufanya miamala au tuseme chochote ambacho kinahusiana na ardhi hiyo inayomilikiwa kwa pamoja, basi sharti la kumtaka mwanamke naye aridhie litakuwepo. Huo ni ulinzi mkubwa sana kwa wanawake ambao wanamiliki mali kwa pamoja na wanaume. Kwa hiyo haki za ardhi zinaendelea kulindwa. Lakini katika ngazi za maamuzi, sheria yetu hususan ya vijiji imeeleza kwamba katika sekta ya ardhi, masuala yote ya ardhi au utatuzi wa migogoro kwenye zile kamati zetu, basi wanawake lazima nao washiriki au wawe katika moja ya ile kamati ambazo zinahusika na maamuzi yale. Hii inaonyesha kabisa kwamba wanawake wameendelea kupewa fursa ya kuweza kuwekeza katika ardhi sawa na wanaume na kuwekewa mazingira wezeshi. Na katika hilo, wizara imefanya jambo kubwa sana, imetoa elimu, imehakikisha kwamba wanawake ambao wanakuwa wanapenda kuwekeza katika sekta ya ardhi wanapewa fursa hiyo, na hadi hivi sasa kuna wanawake zaidi ya 4.5 ambao wanamiliki ardhi na wao wanamiliki kwao kama wao. Ardhi hii imeendelea kutumika kama kitega uchumi na kuwasaidia kujiinua katika uchumi wao na kipato chao. Hizi zimetumika kwa makazi, zimetumika kwa kilimo, na wengine wamefanya uwekezaji mwingine tu mkubwa, na wametumia pia ardhi zao katika kuweza kujipatia mitaji kuweza kuwekeza katika biashara zingine, hivyo kukuza uchumi wetu na kukuza uchumi wao kwanza wao binafsi kama wao, uchumi wa familia zao na uchumi wa nchi kwa ujumla. Kwa hiyo tunaendelea kusema karibuni sana Wizara ya Ardhi, wanawake kwa wanaume, lakini wanawake karibuni sana kuweza kupata elimu, na sisi tunaendelea kutoa elimu kupitia vituo vyetu na hata katika semina zetu na kliniki tunazozitoa katika kila mara kwa mara, ili kutoa mwamko na kuwahimiza wanawake kuweza kujiwekeza katika ardhi, kwa sababu bila ardhi uwekezaji huo utakuwa kidogo ni mgumu. Tunawekeza wapi zaidi ya kwenye ardhi? Karibuni sana, na natoa rai kwa wanawake wote kuamka na kuweza kujiwekeza katika sekta ya ardhi.